Mwaka jana wa 2025 mwishoni, wakala wa vipimo mulisaini mkataba wa ushirikiano na Zambia. Hii inamaanisha nini hasa kwetu na kwao, kwa maana Tanzania na kwa Zambia? Nini ambacho hasa mnakilenga katika ushirikiano huo? Asante sana. Ni swali kubwa sana, lakini nitajitahidi kulijibu. Kwanza mimi ni mshukuru mtendaji mkuu wa wakala vipimo ndugu Alban Kiula pamoja na management yote. Of course walituwakilisha kwenye hilo tukio kubwa kabisa la kuwa na mashirikiano makubwa ya kivipimo kati ya wakala vipimo Tanzania na wakala vipimo Zambia. Tumekuwa na mashirikiano ya kawaida. Sasa haya yalikuwa naenda extra mile, kwamba kwa kushirikiana, kwa sababu wote tunazo taasisi zinazofanana na tumekuwa tukikutana kwenye majukwaa ya kimataifa, ikiwemo jukwaa maarufu la SADC, lakini kuna jingine inaitwa Afrimet na mengine yanayohusu mambo ya vipimo. Tumekuwa tukutana na kushare uzoefu katika mambo. Kwa kusaini kule kuna fursa ambazo pale ambapo unajua mambo ya upimaji tuna harmonize yani kwamba leo ukipima kipimo, labda ukikagua, tuchukulie vehicle tank, ile gari linalobeba mafuta likatoa hapa linapeka Zambia. Sasa tukisha kagua sisi, Zambia asiende tena kufanyaje? Kukaguliwa na kutia wasiwasi. Mbona yeye imekaguliwa Tanzania iko sawa na nini? Na kwa sababu mkisha saini mikataba mikubwa ya kimashirikiano, hata mnapoenda kule wenzenu wanakuwa watilii mashaka na wanawaamini, kwa sababu mmekubaliana kuwa na ushirikiano kwenye baadhi ya maeneo ya mfumo huo. Lakini pia kuna kazi ambazo sisi Tanzania wanakuta tunazifanya kwenye mambo ya vipimo, wenzetu hawajazianza. Kwa hiyo unakuta wanatamani kwa kufanya hivyo. Tumefungua fursa sio tu kwa kwetu peke yetu, lakini hata kwa Tanzania kwenda Zambia, kuanzisha makampuni Tanzania kwenda Zambia kufanya kazi. Kwa hiyo kwa sababu wakala vipimo inashirikiana pia na private sector. Kuna watu wanapewa leseni kwa ajili ya kufanya baadhi ya majukumu ya wakala vipimo. Sasa hiyo fursa imepatikana mpaka Zambia. Hata mtendaji mkuu aliwaambia sasa ni wakati kwa Watanzania wenye makampuni kwenda Zambia kutafuta fursa za kazi, kwa sababu tayari kazi ishaimaliza. Sawa, mwandamizi, tunaelekea ukingoni. Kwa uchache,